moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa utapata habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu mara nyingi huwa tunakuletea uchambuzi kutoka wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumanne, Juni 2, 2026. Tulionayo mchana wa leo: Gikabombo ataka ushirikiano wa wizara mbalimbali kutatua mgogoro wa wafugaji wa Mbororo, na mapigano mapya yasababisha wakazi wengi kuyahama makazi yao Walikale na Masisi. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Jumatatu Juni mosi, mbele ya kamati ya ulinzi na usalama ya bunge la taifa, naibu waziri mkuu anayeshughulikia ulinzi wa taifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Gikabombo amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa pamoja kati ya wizara mbalimbali ili kutoa suluhisho la kudumu kwa tatizo la wafugaji wa Mbororo. Gikabombo alikuwa akihojiwa na wajumbe wa kamati hiyo kuhusu hali ya ukosefu wa usalama katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi inayohusishwa na shughuli za wafugaji hao wenye silaha wanaohamahama. Akijibu maswali ya wabunge, Kabombo alieleza kuwa ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati una mchango mkubwa katika kukabiliana na vitendo vya makundi hayo yenye silaha. Alifafanua kuwa ushirikiano huo ni sehemu ya mkakati wa serikali kuimarisha mahusiano ya kijeshi na nchi jirani pamoja na mataifa mengine ya ukanda huo. Aliongeza kuwa makubaliano ya kijeshi kati ya nchi hizo yanatarajiwa kuwezesha uteuzi wa maafisa wa ulinzi katika mataifa mbalimbali, hatua inayolenga kuimarisha nafasi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika ushirikiano wa kimataifa. Mwezi mmoja uliopita, mawaziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati walikubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi ili kudhibiti mgogoro unaochochewa na uwepo wa waasi wa LRA, makundi ya Mbororo yenye silaha na vikundi vingine vinavyohatarisha usalama mpakani. Makubaliano hayo yalitiwa saini mjini Bangui katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo mbili, Gikabombo Mwadiamvita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Claude Ramo Biro wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Aidha, wakati wa ziara yake katika mji wa Gemena, mkoa wa Ubangi ya Kusini, mwezi Juni mwaka 2025, Gikabombo aliwataka wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuhakikisha wanalinda kwa ufanisi mpaka wa kilomita 1100 unaounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Pia alionya kuhusu udhaifu wa usimamizi wa mipaka hiyo, akisema hali hiyo inachochea vitendo vya magendo, biashara haramu pamoja na migogoro ya kuvuka mipaka kati ya nchi hizo mbili. Kwingineko ni kwamba wimbi jipya la wakazi kuhama makazi yao na vijiji kadhaa kubaki karibu bila watu limeripotiwa tangu Jumapili, Mei 31 mwaka huu katika maeneo ya Walikale na Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia mapigano mapya kati ya waasi wa AFC M23 na makundi ya wazalendo yanayoshirikiana na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yaliyoendelea katika maeneo mbalimbali mwishoni mwa wiki yamelazimisha familia nyingi kukimbia makazi yao, hali inayozidisha mgogoro wa kibinadamu ambao tayari unaikabili sehemu hiyo ya mkoa. Ingawa hali ya utulivu ilionekana Jumatatu asubuhi katika kijiji cha Yaki kilichopo kati ya Kashebere na Miba katika eneo la Luberike kule Walikale, siku moja kabla eneo hilo lilishuhudia mapigano makali kati ya waasi wa FCM 23 na wapiganaji wa wazalendo wa kundi la NDC Renove linaloongozwa na Gidoshi Mirai. Vyanzo vya ndani pia vimeripoti kuwa milio ya risasi ilisikika tena Jumapili usiku katika eneo la Kasopo kwenye mwili wa Mahanga katika grupumenti ya Banyugu wilayani Masisi. Mapigano mengine yameripotiwa katika maeneo ya Rubaya na Nyabiondo, ambapo vijiji vya Ndete, Mulema na Luke vimetajwa kuwa miongoni mwa vilivyoathiriwa zaidi na machafuko hayo. Wakati huo, mapambano yaliripotiwa pia katika eneo la Kasenyi na Mbizo ndani ya grupumenti ya Kibabi katika
eneo la Bahunde karibu na sekta ya Katoi. Viongozi wa kijamii wa maeneo hayo wamesema familia nyingi zimeondoka makwao kwa hofu ya vurugu, jambo ambalo limeongeza idadi ya watu wanaokimbia makazi yao katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kwa wiki kadhaa sasa, maeneo ya Walikale na Masisi yamekuwa yakishuhudia ongezeko la mashambulizi ya makundi yenye silaha. Hali hiyo imesababisha vijiji kadhaa kuachwa na wakazi wake na kuvuruga shughuli za kila siku za wananchi. Shughuli za elimu zimeathirika katika maeneo mengi, huku biashara na shughuli za kiuchumi zikidorora kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Wadau wa ndani wanaonya kuwa mgogoro wa kibinadamu unaweza kuwa mkubwa zaidi ikiwa mapigano hayo yataendelea katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Tukiwa tu katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ni kwamba shirika la ulinzi wa raia katika eneo la Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini limeitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua kwa uzito hali ya usalama inayoendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Wito huo umetolewa Jumapili Mei 31 baada ya shambulio lililohusishwa na waasi wa ADF ambalo liliua angalau raia 19 katika eneo la Ngandi na vijiji vya kilimo vya Vemba vilivyoko takriban kilomita 20 kaskazini mashariki mwa mji wa Beni. Mratibu wa shirika hilo, Jean Paul Kapitula, amesema serikali kuu haipashi kuchukulia swala la ugaidi katika eneo la Beni kama matukio ya kawaida ya uhalifu, bali kama tishio kubwa linalohitaji hatua za haraka na madhubuti. Amesema haijulikani ni watu wangapi zaidi wanapaswa kupoteza maisha kabla ya tatizo hilo kutatuliwa kikamilifu, huku akiwataka wananchi kuendelea kutoa taarifa za tahadhari kwa wakati ili kusaidia juhudi za usalama. Kwa mujibu wa Kapitula, zaidi ya watu 6 wa jamii ya Mbilikimu na wengine 6 wa jamii ya Wabantu waliuawa kwa mtindo huo wa mashambulizi na katika eneo moja. Aidha, amekumbusha kuwa wakazi wa Ngandi bado wanakumbuka mauaji ya watu wasiopungua 38 yaliyotokea Oktoba 15, 2014, akisema maumivu ya tukio hilo bado yanaendelea kuhisiwa zaidi ya muongo mmoja baadaye. Kwa upande wake, jeshi la FARDC limewahakikishia wananchi ulinzi na usalama wao. Jeshi hilo limewataka wakazi wanaojishughulisha na kilimo kuondoka katika maeneo yote ya Vemba wakati operesheni za kuwatafuta uhasi zinaendelea. Na sasa tujielekeze katika mji mkuu wa DRC, Kinshasa. Watu wasiojulikana wamechoma moto mgahawa wa Kanya usiku wa kuamkia Jumatatu ya Juni mosi katika makutano ya barabara za Tumbalbaye na Marché ndani ya manispaa ya Gombe mjini Kinshasa karibu na jengo la halmashauri ya jiji. Kwa mujibu wa ushuhuda wa mlinzi wa jengo jirani, tukio hilo lilitokea majira ya saa 2:30 usiku. Amesema watu waliokuwa na silaha na waliowasili kwa magari wakiwa na dumu la petroli walivamia eneo hilo na kuwasha moto mgawani, wakidai kuwa ni mali ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila. Moto huo uliteketeza sehemu ya mgahawa na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali mbalimbali ikiwemo viti, vinywaji na vifaa vingine vya biashara. Hata hivyo, eneo la jikoni halikuathiriwa, jambo lililosaidia kupunguza kiwango cha hasara. Mgahawa wa Kanya unapatikana katika ghorofa ya chini ya jengo linalotumiwa na kituo cha television cha Tele 50. Hadi sasa mamlaka husika hazitatoa taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa wahusika wa tukio hilo wala sababu halisi zilizosababisha shambulio hilo. Na mwishowe kabisa, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amekutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi mjini Kinshasa baada ya kuhitimisha ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyolenga kutathmini hatua za kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Katika ziara hiyo, Tedros alitembelea mji wa Bunia mkoani Ituri ambao ndio kitovu cha mlipuko huo, ambapo alikutana na viongozi wa serikali na wadau wa afya ili kujionea juhudi zinazofanyika kudhibiti ugonjwa huo. Mkutano wake na Rais Tshisekedi umejikita katika tathmini ya hali ya mlipuko, hatua zilizochukuliwa na serikali pamoja na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika mapambano dhidi ya Ebola. WHO pia imetoa wito kwa washirika wa maendeleo kuongeza msaada wa kifedha na vifaa ili kusaidia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane baadaye. Kwaheri kwa sasa.